Moto wa vita bado haujazimika, moshi wake ungali unapanda angani. Siku ya Ijumaa, jeshi la Lebanon lilitoa kauli nzito likisema Israeli imeendeleza vitendo vya uchokozi, ikiwa ni kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza usiku wa manane, makubaliano yaliyokuwa kama tone la maji jangwani kwa waliokuwa wakitamani amani baada ya wiki za mateso na maangamizi. Kupitia ujumbe uliotumwa kwenye mtandao wa X, jeshi la Lebanon limewataka watu wa kusini wawe macho na makini, wakisema wazi bado upepo si shwari na dalili za ukiukwaji zimeanza kujitokeza. Ikumbukwe haikupita hata nusu saa tangu makubaliano yaanze, lakini tayari milio ya mizinga ilisikika katika vijiji vya kusini Khiyam na Dibin, kama radi isiyotarajiwa katikati ya anga tulivu. Hapo ndipo wengi wakaanza kusema amani ya karatasi si amani ya vitani. Makubaliano hayo yalitangazwa na rais wa Marekani Donald Trump, yakilenga kuzima mapigano kati ya Israeli na wanamgambo wa Hezbollah. Hata hivyo, penye wengi hapakosi neno, maana Hezbollah kwa Israeli yenyewe si sehemu rasmi ya makubaliano hayo, jambo linaloacha nyufa ndani ya makubaliano yenyewe. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu naye hakuficha msimamo wake. Alisema bayana kuwa licha ya kukubali mapatano hayo kwa ajili ya diplomasia, majeshi yao hayataondoka kusini mwa Lebanon, akisisitiza kwa lafudhi nzito kuwa hapo walipo hawaondoki, watabaki. Kauli hiyo ni kama kumwaga mafuta kwenye moto, nayo Hezbollah ikaashiria wazi kuwa haitakaa kimya ikiwa ardhi ya Lebanon itaendelea kukaliwa, ikisema kuwa kila hatua ina jibu lake, kwa maana jino kwa jino na jicho kwa jicho. Kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa, Israeli inaruhusiwa kujilinda dhidi ya hatari za haraka, lakini inapaswa kusitisha mashambulizi ya moja kwa moja. Hata hivyo, wengi wanahofia kuwa maneno hayo yana mianya, na kama wasemavyo Waswahili, penye mwanya ndipo panapopita upepo. Dakika za mwisho kabla ya usiku wa manane wa kuamkia leo, siku ya Aljumaa, zilikuwa za taharuki. Makombora yalirushwa, ving'ora vikalia, na anga likawa kama linashuhudia pambano la mwisho kabla mapumziko ya muda. Na pale makubaliano yalipoanza, mji wa Beiruti ukasikika milio ya risasi za shangwe, lakini shangwe yenye tahadhari, si ile ya ushindi kamili. Wakati huo huo, familia zilizokimbia makazi yao zikaanza kurejea nyumbani, ingawa mamlaka ziliwasihi wavute subra kwa kuwa asubuhi njema huanza usiku wa tahadhari. Makubaliano hayo yamekuja baada ya juhudi nzito za kidiplomasia, zikiwemo mazungumzo ya nadhara kati ya pande husika pamoja na usuluhishi wa kimataifa. Pia yanafungamana na mvutano mpana unaohusisha Iran na mataifa mengine. Lakini pamoja na matumaini hayo, ukweli unabaki kuwa mgumu. Zaidi ya watu milioni 1 wamekimbia makazi yao na masuala muhimu bado hayajapatiwa ufumbuzi. Abdullah Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.